السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema, nitaeleza tena leo kuhusu maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walioshiriki katika Badr. Sahaba wa kwanza anaitwa Ubayd sawa na Ibn Hisham. Alikuwa katika familia ya Aus, kutoka katika familia ya Banu Aus. Yeye pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiriki katika mapigano ya Badr, Uhud na Khandaq. Zaidi ya maelezo mengine hayapatikani kuhusu yeye, na sahaba mwingine ni Abdullah bin Nu'man bin Dama. Babu yake alikuwa anaitwa Baldama au Balzama. Alikuwa kutoka katika familia ya Banu Khunas. Alikuwa cousin wa Hazrat Abu Qatada. Hazrat Abdullah bin Nu'man alipata bahati ya kushiriki katika mapigano ya Badr na Uhud pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sahaba watatu ni Abdullah bin Umar. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Jadara. Alipata nafasi ya kushiriki katika Badr. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba baba yake badala ya Umar alikuwa anaitwa Ubayd na babu yake alikuwa anaitwa Adi, na wengine wamesema babu yake alikuwa Harsa. Ibn Hisham amesema kabila lake ni Banu Jadara, lakini Ibn Hisaq amesema kabila lake ni Banu Harsa. Na sahaba mwingine ni Hazrat Amr bin Haris. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Haris. Wengine wanasema badala yake jina lake lilikuwa Amir badala ya Amr, na lakabu yake ilikuwa Abu Nafi. Hazrat Amr alikuwa miongoni wa wale waliotangulia kusilimu. Alihamia Habsha. Alipata nafasi ya kushiriki katika mapigano ya Badr. Na sahaba watano ni Abdullah bin Kaab. Alikuwa kutoka katika kabila Banu Ma'zan. Baba yake alikuwa Kaab bin Amr. alikuwa ndugu wa Laila Mazni.
mtoto wake mmoja alikuwa anaitwa Haris. Hazrat Abdullah bin Kaab alishiriki katika Badr. Mtume sallallahu alaihi wa sallam siku ya Badri alimteua kuwa kiongozi juu ya mali. Hivyo ndivyo alipata bahati ya kuwa mlinzi au kiongozi juu ya mali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Kaab alishiriki katika Badr, Khandak, Uhud. Vile vile alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Abdullah bin Kaab alifariki katika mji wa Madina wakati wa uhalifa wa Hadrat Usman radhiallahu ta'ala anhu katika hijiria 63, na Hadrat Usman aliswalisha jeneza yake, na lakabu yake ingine li Abu Yahya. Na sahaba mwingine ni Hadrat Abdullah bin Qais, alikuwa katika kabila la Banu Najjar. babu yake alikuwa anaitwa Khalid, lakini katika Tibqatul Kubra imeandikwa kwamba badala ya Khalid jina lake lilikuwa Khalida. mtoto wake alikuwa anaitwa Abdurrahman na binti Umera, na mama yake alikuwa anaitwa Suaid. hivyo ndivyo alikuwa na binti mwingine alikuwa anaitwa Meon. Abdullah bin Qais katika Badr na Uhud alishiriki. Abdullah bin Muhammad bin Amara anasema kwamba aliuawa katika mapigano ya Uhud, lakini katika riwaya nyingine elezwa kwamba yeye hakuuawa katika Uhud bali alibaki hai katika Uhud, na yeye baadaye alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika uhalifa wa Hazrat Usman alifariki. baadhi wakati Hazur anasema kwamba ikhtilafu inapatikana katika vitabu vya historia, ndiyo maana naeleza riwaya zote. na sahaba mwingine ni Hazrat Salama bin Aslam. Hazrat Salama alikuwa katika kabila la Banu Harsa. baba yake alikuwa anaitwa Aslam, babu yake alikuwa anaitwa Harish, na katika riwaya nyingine jina lake ni Haris, na lakabu yake ilikuwa Abu Saad. mama yake alikuwa anaitwa Suad binti Rafi. Hazrat Salama alishiriki katika Badr, Uhud, Khandak, na vile katika mapigano yote alipata bahati ya kushiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. alikamata makafiri wawili Saib na Noman siku ya Badri. Hazrat Salama wakati wa Usman alifariki katika mapigano ya Jisr. maelezo ya mapigano haya nimeshawahi kueleza katika hutuba zangu zilizopita. mapigano haya yalikuwa makubwa sana na yalipiganwa katika Waislamu na watu wa Irani. Jisr maana yake ni daraja, na daraja ilitengenezwa juu ya mto. Waislamu walipita juu ya daraja lile, na kwa kupita daraja lile waliingia katika maeneo mengine, na watu wa Irani walitumia ndovu katika mapigano haya, na wote walipata hasara kubwa sana, hasusan Waislamu walipata hasara kubwa sana katika mapigano haya. wakati alipofariki umri wake ulikuwa 38, lakini kuna ikhtilafu katika riwaya. Lama Nuruddin Halbi katika kitabu chake kitwacho Sirati Halbia anasema kwamba miujiza ilipatikana katika Badri. katika Badri upanga wa Salama ulivunjika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia
kijiti na akasema kwamba utumie kijiti hiki na upigane na makafiri. Hadhrat salama aliposhika kijiti kile, basi kijiti kile kikawa upanga, na yeye aliendelea kutumia aliendelea kuweka baki nayo maisha yake yote. Riwaya ingine imeelezwa hivi kwamba katika Badr salama upanga wake ulivunjika na alikuwa hana silaha yoyote. Wakati wa Badr mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia bakora au kijiti na akasema utumie bakora hii au kijiti kina upigane nayo. Basi kijiti kile kikawa upanga na yeye aliendelea kubaki nayo maisha yake yote. Hazrat ibn Saad anasema wakati wa mapigano ya Khandak, Zaid bin Harisa alikuwa ameshika bendera ya Muhajirin na bendera ya Muhajirin alishika Hadrat Saad. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua salama kiongozi juu ya watu 200 kwa sababu wakati ule watu walikuwa walitumwa kama ni makundi mbalimbali, na Hadrat salama aliteuliwa kiongozi wa watu 200 na Hadrat Zaid bin Harisa alikuwa kiongozi wa maswahaba 300. Yani vikosi mbalimbali viliteuliwa na hawa walipewa jukumu la kulinda Madina. Waliambiwa wataendelea kusema takbir kwa sauti ya juu. Sababu yake ilikuwa hii kwamba mahali ambapo watoto waliwekwa ilikuwa hatari kwamba Banu Quraidha watashambulia sehemu ile. Njama moja ilifanywa kwa ajili ya kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu njama ile Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba makafiri waliposhindwa katika Ahzab, Makureshi pata hasira sana kwa sababu ya fedheha waliopata. Abu Sufyan alikuwa ameshapata fedheha katika Ahzab. Abu Sufyan aliendelea kupata hasira sana, lakini hatimaye yeye hakuweza kuvumilia. Basi hasira yake ikaanza kutoka nje, yani akaanza kudhihirisha hasira yake. Na hawa makafiri walikuwa dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Abu Sufyan akapata wazo hili kwamba ikiwa hawapati matokeo mazuri kwa sababu ya mapigano, basi yeye akafikiria kwamba atumie njama, na kwa kutumia njama ile yeye amuue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan alikuwa anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam walinzi wengi. Hata baadhi wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitembea hapa na pale bila mlinzi yeyote. Alikuwa akienda msikitini kila siku mara 5, na vile vile alikuwa akitembea katika mji wa Madina. Hivyo ndivyo katika safari yake pia alikuwa akitembea na alikuwa hana walinzi wengi. Basi Abu Sufyan alikuwa anafikiria kwamba akipata nafasi basi yeye amuue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan kwa kupata wazo hili la kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kubuni njama yake na mpango wake. Wakati Abu Sufyan aliponuia kwamba atamshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Abu Sufyan kwa kupata nafasi akawaambia vijana Quraysh kwamba je, kuna mtu yeyote kati yenu ambaye ataenda katika mji wa Madina na yeye kwa kujificha ataenda kule na atamuua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nyinyi mnajua kwamba Mtume Muhammad anatembea katika mji wa Madina. Yani alisema maneno haya katika maneno yake alisema maneno haya bila kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wale vijana wakapata ari kwa kusikia maneno haya ya Abu Sufyan. Kijana mmoja kutoka Badui akamjia Abu Sufyan akasema, mimi nimesikia hila yako, mpango wako na njama yako, na nipo tayari kwenda na kumua Mtume Muhammad.
mimi ni kijana mwenye nguvu sana na mimi ninao uwezo wa kufanya kazi hii. Ikiwa unanisaidia basi mimi nitaenda Madina na nitamuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile mimi ninayo silaha ambayo naweza kuficha, na silaha ile mimi naweza kuficha vizuri. Kwa hiyo mimi nitamshambulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha mimi nitaungana na watu kadhaa ambao wanasafiri na Waislamu hawataweza kunikamata, na vile vile mimi najua njia zote za Madina. Abu Sufyan akafurahi sana kwa kusikia maoni yake haya, na yeye akasema wewe kweli unatufaa. Abu Sufyan akampatia ngamia na vile vile chakula kwa ajili ya njiani, na akawasihi akamwambia kwamba usimwambie mtu yeyote kwamba unaenda kule. Huyu mtu alikuwa akijificha mchana na usiku alikuwa kasafiri na alikuwa anaelekea Madina, na siku ya 6 akafika Madina, na yeye akaanza kuwauliza watu kuhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye akafika katika msikiti wa kabila Banu Abdul Ashal ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda siku zile, kwa sababu katika siku zile watu wapya walikuwa wakija Madina. Kwa hiyo watu hawakujua kwamba huyu mtu amekuja kwa nia gani. Huyu mtu alipoingia msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona kwamba anakuja kwake, akasema kwamba mtu mmoja amekuja nia mbaya. Aliposema tu maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alisema maneno haya kwa sauti ya juu, kwa hiyo yeye pia akasikia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mbio sana, lakini Usaid Ansari moja akamkamata, na yeye wakati alipokuwa anapambana naye akagundua kwamba ana kisu. Yeye aliposhindwa na Usaid alipomkamata vizuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba niambie kweli kweli umekuja kwa nia gani? Akasema ikiwa mimi napata usalama nitakwambia mimi nimekuja kwa nia gani. Mtume sallallahu akasema kweli, unaniambia kweli mimi nitakusamehe na hutaadhibiwa. Kwa hivyo yule kijana akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yote, na akasema kwamba Abu Sufyan alimahidi kwamba atampatia zawadi kiasi hiki ikiwa yeye anaamua. Kwa hiyo yule mtu akakaa Madina siku kadhaa, kisha baadaye kwa furaha yake yeye kwa kushikia nasaha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahubiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasilimu. Njama hii iliposhindwa, Abu Sufyan akapata hasira zaidi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sasa tunatakiwa tujue mpango wa Quraysh ni nini, na tujue wao wanani na wanafanya njama gani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mpango huu alituma maswahaba wawili, Amr na Salama bin Aslam. Mtume sasa aliwatuma hawa maswahaba wawili upande wa Maka. Mtume sallam aliwaruhusu hawa wote wawili kwamba ikiwa wanapata nafasi wanaweza kumuua Abu Sufyan, lakini wakati walipofika Maka, watu wa Maka wakapata habari kwamba wamekuja kule Madina Maka. Kwa hiyo hawa wakarudi. Njiani walikutana na mtu mmoja, na yule mtu aliwaambia kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Salama
na mwenzake wakapata njama yao, kwa hiyo wakawashambulia, lakini wale wakapigana na wote wawili, lakini jasusi moja aliuawa na mmoja alikamatwa, na hawa maswahaba wakamleta Madina. Kuhusu riwaya hii kuna ikhtilaf katika muarikhin. Tabi nasema tukio hili lilitokea katika hijiria 7. Kustalani na Zarkani wamesema kwamba tukio hili lilitokea mwaka mwingine, sio katika hijiria 7. Hazrat Mirza Bashir Masahib anasema kuhusu tukio hili kwamba mimi pia nimeona kwamba tukio hili lilitokea katika hijiria 6, lakini Mungu anajua zaidi. Bahaki pia ameungana na Ibn Saad wakati wa sulh Hudaybiyah. Hazrat Salama bin Aslam habari yake inapatikana hivi kwamba Hazrat Umme Amara anasimulia, mimi siku ya sulh Hudaybiyah nilikuwa namuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alikuwa amekaa na Hazrat Abad bin Bishr. Hazrat Salama bin Aslam walikuwa wamesimama karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia ya ulinzi, walikuwa wanamlinda. Mtu mmoja aliposema maneno kwa sauti ya juu, hawa wote wawili wakamwambia kwamba unatakiwa useme kwa sauti ya chini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo hapa, hutakiwi sauti yako iwe juu ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba mwingine ni Hazrat Uqba bin Usman. Nitaeleza kuhusu maisha yake. Mama yake alikuwa naitwa Umme Jamil bint Kutba. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Zuraiq. Hazrat Uqba na ndugu yake Hazrat Saad bin Usman walishiriki katika Badr, Uhud. Yani hawa ndugu wote wawili walishiriki katika Badr na Uhud. Katika vitabu vya historia inaelezwa kwamba wakati wa Badr watu wachache ambao waliokimbia, mmoja wao alikuwa Ukba bin Usman na Saad bin Usman, na wao wakafika katika mlima na wakakaa kule siku 3. Baadaye walipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya siku 3, wakaeleza tukio lote lililotokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nyinyi mlia mahali ambapo kulikuwa starehe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisitiri kosa lao, na vile vile aliwasamehe na hakuadhibu. Na sahaba mwingine ni Hazrat Abdullah bin Sahal. Alikuwa katika kabila Bani Zaura, na inasema kwamba alikuwa Ghassani. Wengine wanasema jina lake lilikuwa Zayad, na wengine wanasema jina lake ni Rafe, na mama yake alikuwa Swaba. Alikuwa ndugu wa Rafi bin Sahal. Hazrat Abdullah alishiriki katika Badr. Ndugu yake Hazrat Rafi pamoja naye katika Uhud na Khandak alishiriki. Hazrat Abdullah aliuawa katika Khandak. Mughira bin Hakim anasimulia, nilimuuliza Hazrat Abdullah, je, ulikuwepo katika Badr? Akasema ndiyo, nilikuwepo. Vile vile nilikuwepo wakati wa tukio la Bai'at Aqaba. Hazrat Abdullah alishiriki katika Hamraul Asad. habari yake imeelezwa katika kitabu cha historia hivi.
kwamba abdullah bin sahal na rafi bin sahal walikuwa katika kabila la banu abdul ashal. hawa wote wawili waliporudi katika Uhud walikuwa na majeraha makubwa, na Hazrat Abdullah alipata majeraha zaidi kuliko ndugu yake. Wakati hawa ndugu wote wawili waliposikia mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba wa katika Hamra al-Asad, wote wakashauriana na wakasema, ikiwa sisi hatukuweza kushiriki katika Hamra al-Asad pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa bahati mbaya yetu mkubwa. Ingawa walikuwa jiraha, lakini walikuwa na imani thabiti. Licha ya kuwa na majeraha, walisema kwamba sisi lazima tushiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakasema kwamba sisi hatuna usafiri, hatujui namna gani tutashiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah akasema twende kwa miguu. Ndugu yake Rafi akasema kwamba mimi kwa sababu ya majeraha siwezi kutembea hata kidogo. Ndugu yake akasema kwamba njoo tutaenda polepole na tutamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hao wote wawili wakaanza safari kwa miguu. Hazrat Rafi akajisikia udhaifu. Baadhi wakati Abdullah alimchukua ndugu yake Rafi, na baadhi wakati alikuwa anatembea kwa miguu. Wote wawili walikuwa na majeraha, lakini ndugu mmoja alikuwa anambeba ndugu mwingine. Katika hali hii waliendelea kumwelekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi wakati walikuwa hawawezi kufanya kazi yoyote kwa sababu ya majirahi, mpaka wakati wa Isha walimjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba walikuwa wanawasha moto, yani walikuwa wameshaweka mahema na ilikuwa usiku. Hawa wote wawili waliletwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiku ule Abad bin Bashir alikuwa anamlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza hawa wote wawili, yani Abdullah na ndugu yake Rafi, kwamba kwa nini mumechelewa. Wakaeleza sababu yake ni nini, yani kwa sababu gani wamekuja kuchelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea na akasema, ikiwa nyinyi mnapata umri mrefu, basi mtashuhudia, nyinyi mtapata farasi, ngamia, na vile vile mtapata usafiri mwingine. Katika safari hii mmekuja kwa miguu, lakini siku za usoni ikiwa mnapata maisha mrefu, mtashuhudia kwamba mtapata usafiri wa kila aina. Lakini pamoja na hii msallam akasema kwamba usafiri ule hautakuwa bora zaidi kuliko usafiri wenu huu wa leo ambao umefanya kwa miguu, yani sababu yake ni kubwa zaidi, na baraka ya safari hii na ujira wa safari hii ni kubwa zaidi katika ujira wa safari ile. Mapigano ya Hamraul Asad ni nini? Maelezo yake yanapatikana hivi. Hazrat Shira Masahib ameeleza maelezo yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waliporudi kutoka Uhud na walipoelekea kwenye mapigano ya Hamraul Asad, maelezo yake ni hii kwamba baada ya mapigano ya Uhud, usiku ule ulikuwa hatari sana katika Madina. Ingawa wale makafiri walielekea kwenye Maka, lakini kulikuwa hatari kwamba isije wao wanafanya hivi ili Waislamu waghafilike kutoka kwao, kwa sababu wao walishinda na Waislamu waghafilike. Na kwa kuona hali yao hii, wao washambulie tena Waislamu. Kwa hiyo Waislamu walikuwa na hatari hii. Kwa hiyo usiku ule ulikuwa wenye hatari sana. Kwa hiyo usiku ule ulinzi maalum uliwekwa katika Madina kwa sababu ya kuwa na hofu huu isije makafiri washambulie. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alilindwa na masahaba usiku ule. Asubuhi walipoamka wakagundua kwamba wasiwasi yao ilikuwa si wasiwasi tu, bali mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari hii kwamba wale makafiri baada kwenda Maka wamesimama njiani na wameshauriana kwamba sasa tuna nafasi nzuri, ni vizuri tushambulie tena Madina. Na Makureshi walikuwa wanalaumiana kwamba nyinyi hamkuweza kumuua Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala
hamkuweza kuwakamata wanawake wa waislamu wala hamkuweza kunyang'anya mali yao. kwa hiyo ni vizuri kwamba mushambulie tena hawa waislamu. Wakawalaumu wale makureshi kwamba wakati mlipopata nafasi nzuri, kwa nini hamkuwaua hawa wote, bali mliwaacha, na kwa kuwaacha nyinyi mumerudi ili wao wapate nguvu tena. basi sasa munao nafasi, murudi tena Madina na muwashambulie tena na muwaamue waislamu wote. Na wengine makafiri walisema kwamba nyinyi mmepata ushindi tayari, kwa hivyo murudi Maka, isije katokea kwamba ushindi wenu ubadilike katika feha, kwa sababu ikiwa sasa nyinyi mnarudi tena Madina na mnashambulia Madina tena, bila shaka sasa waislamu watawapigana nanyi kwa uwezo wao wote. hata wale watu ambao hawakuweza kushiriki katika mapigano wao pia watashiriki na mtapata fedheha. kwa hiyo ushauri huu ulikubaliwa. kwa hiyo makafiri wakapanga warudi Maka badala ya kushambulia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ya jambo hili, Mtume sallallahu akawaambia waislamu wawe tayari kwa ajili ya kupigana. Mtume sallallahu alaihi akasema kwamba watashiriki pamoja nasi wale tu ambao walishiriki katika Uhud. kwa hiyo maswahaba hawa wawili wengi wao walikuwa na jeraha, hawa wakafunga majeraha yao na wakaelekea pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakatoka kwa shauku kiasi hiki kwamba kama wamepata ushindi, na kama watu baada ya ushindi wanatoka waenda maili 8 pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu baada ya maili 8 akafika katika Hamraul Asad, na kule walikuta waislamu wawili walikuwa wameuawa. Watu walipata maiti ya watu wawili, na utafiti ulipofanywa ikajulikana kwamba hawa ni wale jasusi wawili wa makafiri waliouawa. kwa hiyo walizikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kule na akasema kwamba moto uwashwe katika uwanja. kwa hiyo maswahaba wote wakawasha moto, na katika sehemu 500 moto uliwashwa, na watu walipata athari sana, haufu sana kwa kuona moto kiasi hii, na watu wakadhani kwamba hapo watu wengi wamekuja. katika hali hii mtu kutoka katika kabila la Khudha aitwaye Ma'bad akaja na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam pole kwa sababu masahaba waliuawa katika Uhud, na akaelekea Maka, akaelekea Madina. Na wakati alipofika sehemu ya Ruaha kule akaona kwamba kuna kundi la Makuresh wako pale na wanapanga mpango wa kushambulia mara ya tena. Maabad akamwendea Abu Sufyan akamwambia kwamba mnafanya nini, mnataka kufanya nini? Bila shaka mimi nimetoka kwa Muhammad na nimekuta kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja pamoja na maswahaba zake katika sehemu itwaye Hamraul Asad, na mimi nimekuta hawa watu ni wengi sana na wana nguvu sana. Wale maswahaba wamepata shauku sana ya pigana nanyi kwa sababu wameshindwa katika Uhud. kwa hiyo ikiwa mnawashambulia watawapigana nanyi kwa nguvu sana. Basi Maabad aliposema maneno haya, Abu Sufyan akapata athari sana, na yeye badala ya kwenda Madina akasema kwamba ni vizuri sisi turudi Maka. Mtume sasa akapata taarifa kwamba wale makafiri wameenda upande wa Maka, na Mtume akamshukuru Mungu na akasema kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambaye alileta hofu juu ya wale makafiri. kwa hiyo Mtume sasa aliendelea kukaa kule siku 5, kisha baada ya siku 5 Mtume sallallahu alaihi wasallam alirudi tena Madina. Na sahaba mwingine ni Hazrat Utba bin Rabia. Watu wana ikhtilafu kuhusu kabila lake. Ibn Ishaq anasema Hazrat Utba bin Rabia
alikuwa katika kabila banu lazan. wengine wanasema alikuwa mwenzao wa banu aus. alishiriki katika badr na uhud. allama ibn asqalani anasimulia maswahaba walioshiriki katika yarmuk. mmoja wao alikuwa utba bin rabia. maelezo ya mapigano ya yarmuk ni hivi kwamba mapigano haya yalitokea katika hijiria 12 wakati abubakar aliporudi madina baada ya haj. abu bakar alituma waislamu upande wa siria. na akawaamuru abu sufyan, ubedha na sharabil kwamba waende upande wa siria. ni yazid bin sufyan aliteuliwa kuwa amir. hawa pamoja na maswahaba 7,000 walienda upande wa siria na wakafika siria. mfalme wa siria akatayarisha watu wake dhidi ya waislamu ili wapigane nao, na akawateua viongozi mbalimbali. lakini yeye alipata hofu kwa sababu waislamu walikuwa 27,000. sahaba moja akashauri kwamba waislamu wote wajumuike katika sehemu moja, kwa sababu ikiwa mnafanya hivi basi mtakuwa na nguvu na mnaweza kupigana na makafiri vizuri. ikiwa mnakuwa pamoja nyinyi hamwezi kushindwa, lakini kama nyinyi mnakuwa katika makundi mbalimbali basi mjue katika hali hii nyinyi nyote mtashindwa na hamtaweza kupigana na makafiri, kwa sababu dhidi yenu kuna wanajeshi wakubwa sana. kwa hiyo iliamuliwa kwamba waislamu wote wajumuike katika eneo la yarmuk, na abubakar pia aliwaamuru waislamu wote kwamba wajumuike na wawe kama ni kundi moja na wapigane na makafiri katika hali hii. basi mungu awe msaidi wenu. mwenyezi mungu ni msaidizi wa yule ambaye yeye ni msaidizi wa allah. hazrat abubakar alisema kwamba nyinyi hamwezi kushindwa. nyinyi kwa msaada wa mwenyezi mungu lazima mtapata ushindi. ikiwa nyinyi munao imani na mkipigana na makafiri kwa pamoja, basi nyinyi hamwezi kushindwa, kwa sababu mnapigana kwa ajili ya mwenyezi mungu. kisha hazrat abubakar akasema kwamba nyinyi msijali kuhusu idadi yenu, hata kama nyinyi ni 10,000. watu ni 10,000 na wao ni wenye dhambi, basi katika hali hii watashindwa. kwa hiyo nyinyi muipukane na dhambi ya kila aina, na ingawa nyinyi katika idadi ni ndogo, lakini mtapata ushindi. kila mmoja wenu, kila amiri wenu aswali pamoja na waislamu wengine wote. kwa hiyo waislamu waliendelea kukaa kule siku kadhaa. waislamu hawakupata ushindi. hazrat abubakar akaamuru hazrat khalid bin walid kwamba yeye afike yarmuk. wakati yule khalid bin walid alikuwa governor wa iraq. kabla ya kufika kule kwa khalid bin walid, waislamu walikuwa wanapigana katika makundi mbalimbali, lakini hazrat khalid akasema kwamba wote wajumuike, na hazrat khalid akateuliwa kuwa amiri wa waislamu wote. rumi idadi yao ilikuwa 200,000 au 240,000, na dhidi ya hawa waislamu walikuwa 30,000 hadi 46,000.
yaani idadi yao ilikuwa ndogo sana na nguvu watu wa Rumi walikuwa na nguvu sana, yani 120,000 watu walikuwa wamefungwa kwa nia ya hii kwamba watapigana na hawatakimbia mpaka hata kama wanauawa, na watu 40,000 walijifunga kwa kutumia kilemba chao ili waweze kupigana vizuri, na 80,000 mapadri walikuwepo pale kwa ajili ya kuwahimiza watu wao. Katika wakati ule Abubakar alipata maradhi katika Jumadil ula na katika Jumadil thani alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makundi yaliyotumwa walikuwa 36 au 37, lakini hao wote walikuwa wanapigana chini ya kiongozi mmoja, yani Hazrat Khalid bin Walid. Sahaba moja akashauri kwamba tujumuike sehemu moja ili makafiri watuone kwamba sisi ni wengi. Katika mapigano haya 1,000 walikuwepo masahaba ambao walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba 100 walikuwa ambao waliwahi kushiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapigano. Katika hali hii mtu mmoja alikuja kutoka Madina na yeye alileta habari ya kifo cha Abubakar radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo huyu mtu alipelekwa kwa Hazrat Khalid bin Walid. Kwa yeye akamwambia Khalid bin Walid kwamba Abubakar amefariki. Hazrat Khalid bin Walid akachukua barua kutoka kwake na akahifadhi vizuri, kwa sababu alikuwa na wasiwasi kwamba ikiwa waislamu wote wakipata taarifa kwamba Abubakar amefariki, labda waislamu watatawanyika na hawatapigana vizuri. Lakini waislamu walipigana vizuri na makafiri mpaka jioni, na maadui wale Rumi wakaanza kukimbia, na 100,000 wanajeshi waliuawa. Waliouawa katika vita hii, mmoja wao alikuwa Ikrama bin Abu Jahal. Baada ya ushindi wa Yarmuk, waislamu walienda katika mji mzima, katika nchi nzima ya Syria, na walipata nguvu katika maeneo mbalimbali ya Syria na walipata ushindi bila wasiwasi kule. Hazur anasema, mimi nimeeleza kuhusu masahaba kadhaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam leo, na baada ya Ramadhan mimi nitaeleza kuhusu maswahaba wengine, kwa sababu wiki ijayo Ramadhan itaanza. Nitaeleza kuhusu jeneza moja. Jeneza hii ni ya Sabiha Begum Sahiba. Alikuwa mpwa wa Mirza Bashir Ahmad Sahib, alikuwa binti ya mkubwa, na alikuwa binti wa Hazrat Mirza Rashid Ahmad Sahib. Na alikuwa mke Mirza Anwar Ahmad Sahib. Tarehe 30 ya April amefariki katika umri wa miaka 30. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na alifariki katika Thayer Heart Institute. Mirza Rashid Ahmad Sahib alikuwa mtoto wa Mirza Sultan Ahmad Sahib.
marehemu alikuwa mtoto wa amtu salam sahiba aliyekuwa binti wa Mirza Bashir Ahmad Sahib. Harusi ya mwisho ambamo Hatamajan alishiriki ilikuwa harusi ya marehemu Sabiha Begum Sahiba. Alikuwa dada wa Aswa Begum Sahiba aliyekuwa mke wa halifa wa 4 rahimahullah taala. Dada yake Anifa Wazia Sahiba anaandika kuhusu marehemu kwamba alikuwa binti mkubwa wa wazazi. Kwa hiyo wazazi walikuwa wakichukua ushauri wao kutoka kwake kwa sababu alikuwa mwenye ufahamu sana, na yeye alikuwa akitoa ushauri mzuri na aliwalea vizuri ndugu zake wote. Anasema ujumbe wa posa uliletwa kutoka katika Fia Sayyidina alayhi salatu wassalam. Muslim Maud akasema kwamba ujumbe huu ni mzuri, kwa sababu katika familia hii mabinti wawili wameolewa katika familia yetu. Mtoto wake anasema mama yetu alikuwa mtu mnyenyekevu na alikuwa akiwasaidia wanyonge na alikuwa akiwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali. Alikuwa akianza kutoa machozi kwa kuona shida ya wanyonge. Hazur anasema bila shaka alikuwa na sifa hizi zote. Alikuwa akiwatendea vizuri watumishi wa nyumbani. Hata mtoto wake moja ameandika kwamba mfanyakazi moja akasema kwamba yeye atapata jehezi sawa sawa na jehezi ya binti yake. Kwa hiyo yeye alimpatia jehezi sawa na jehezi ya binti yake, na marehemu alikuwa musia na jana jeneza yake ilisalishwa na amezikwa katika Bahishti Makbara. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema ya mama yao na waweze kuishi kwa upendo na mapenzi, na waendelee kuungana na ukhalifa na nidhamu ya jumuiya. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر